Mbona unataka huyu? Kuna Kenya na understanding ipo ishi ya kudate. Mbona unataka huyu? Wewe ulikaa hapo. But anyway, hello beautiful people, welcome back to this YouTube channel, and we are the Talk and Wine Girls. So welcome back to another amazing episode. Today leo tunaongea about toxic relationships. Nani hajaikuwa kwa toxic relationship in this Nairobi? Hata si Nairobi, nani hajaikuwa kwa toxic relationship generally? So my name is Kezi Willis and welcome to this episode. And I'm Joyce Kemani, karibuni sana. I'm Veronica Ndori, welcome. So tunaanza na the simplest one. Nani hajawahi kuwa kwa toxic relationship? Before that tuende kwa experience. Nitoe yako. Tafadhali. Mark you absent. I am very. No one. Yeah. I know one man. No one. Sidhani kuna mtu hajawahi kuwa. Maybe yeah. Once, twice, ama always. Kuna experience. Kuna from start to end. Hiyo kitu, guy, baza unaishi tu kuvumilia. Ushaishi mahali tu unavumilia tu. Adusha accept relationships zinakuanga tu hivyo. Yeah, toxic. Alafu unaona ile design unavumilia juu unapenda huyo msee. But at the back of your nini, unajua hiki tu ni toxic. Like unaweza live anytime, but at least uko hapo juu unapenda huyo msee na nini. But guy, that kind of toxic that thing is. But do you know how hard it is to actually live a toxic relationship? But it's hard. It's very hard. It's very hard. Guy, watu wengi wako kwa toxic relationship juu hauna hata courage ya kuenda ama kuna kakitu tu kamoja either uko dick kamoja tu ako sangi. Tupe experience yako. Ushaikuwa kwa hizi swali. Tupe experience yako ya toxic relationship. Yes. It was toxic in this way because you know relationship are toxic in different ways. So mimi yangu ilikuwa like it was a one way thing for me. One-sided, yes. So for example, like we are having a good time. At that time we are in together, you know, tukiwa pamoja tuko sawa. But the very minute I leave, I'm relationship imeisha. I am others. You are strangers. Maze, mko kwa relationship mkiwa pamoja. Yes, when we are together like this, we'll have a lot of fun. We'll talk, we'll say I love you, which was a lie because it was a lie. You know, ilikuwa uongo. And then the very minute I leave, niende. It doesn't matter how we left things. It will be toxic. Like he won't say anything after that. And I was still what was I doing there? Na the next time mnaanza kuongea who initiated it, nani anaanza? Of course you. I really loved that guy though. Like I don't even it was my first love. It was very toxic, but I stayed for a very long time. Like yes, I was still pushing and trying, you know, to stay with this guy. For example, imagine kuvumilia. Like he didn't care what I wanted. He was just a narcissist. Mtu mwenye anapenda vitu ziende vile anataka. Akitaka hivi hivyo ndo kutaenda. Like he didn't care about your happiness and all that. Nothing. It was bora muonane muambiane vitabi raha nini kulewa nini like kimaisha like lakini kimaisha there was nothing that was going on. I was feeling and can you imagine all that while nilikuwa najua I don't want to end up with this guy. For some reason I knew this is not it. Then what were you doing in the relationship? I have no idea. I have no idea. Like I cannot even explain it. Imagine I'm the one who is calling. We talk for over 2 hours because I'm a caller sometimes. We talk for 2 hours and the next thing he doesn't even call or text like how are you doing? Like it doesn't matter for ends him. like that. It ends like I knew it was a one way. And it was very bad because na feel niko peke yangu. Na put effort zote kwa hii relationship. He's not even trying. He's not even there. Like emotionally I'm alone. That is bad. It was so toxic. It was bad. And ilikuwa ile like ni msemo mwenye yako like nataka unifanyie hivi. Nataka unishoie up. I want you to do things for me. And when I choose not to and I say like I'm not in a position to, I don't want to do that, I don't feel comfortable doing that, sitaweza, like I'm busy, he started guilting me.
making me feel Blaming guilty you. for not being there, blaming me for not being there, like you were not there, you didn't do this, you didn't do. Let me tell you, the very minute I left, mimi na guilt. Aki, I don't feel guilty for anything. Unajua ni ule mseta kwa Hey, we tried on your side. I put every effort. Na mimi naputingi effort kwa kila kitu. So mzee hata hakol hata kujua vile niko. Aya, nikikosa kufanya kitu atakuwa zile za like you know, just because you didn't do it, it doesn't mean it's not going to be done. Na ni sawa tu juhuku Someone else is going to do it. Yeah, ati ni sawa tu. Ati, if you feel good not to do it, like kauko sawa na kutofanya, ni sawa tu, just to make me feel guilty. Mimi narudi like I'm gonna do it for you, baby. Actually, right now someone calls me to tell me that. I'm like, it's about my decision, what I want, and then what you think I should do. So yeah, it has helped me grow. It has helped me to mature, both emotionally and mentally. I'm able to know nataka nini, nataka hii kwa nini. You know, I have raised my standard of what I want. Yes. How was it for you though? I don't know where to start, but anyway, mine too was a kind of one-way thing, because you see this person, okay, you're working from 6 in the morning to around 5 in the evening, so na hii ni kazi ya hoteli, you are ever going around so umechoka the whole day nini, so asubuhi umetoka vizuri, mko sawa, mmeongea last night was okay, mlilala vizuri, but the moment umetoka ukirudi jioni, I don't know, unapata msee amekasirika sijui nini out of nowhere, alafu ukimuuliza he's like ati ngoja tutaongea baadaye. Sasa tutaongea baadaye aje? Mimi sijui nimekosea wapi. Mimi nimekuja tu na ile furaha yangu because asubuhi nilitoka vizuri, but the whole day ajaniambia like I'm not okay, can you ukifika home and I want us to talk. Unajua at least there is a mature thing going on, but tila nifika kwa nyumba msee amekaa hivi kwa kiti umejam kwa nini? Ati acha na mimi tutaongea baadaye nini? Sijui nimefanya nini. Kukakaa like unamuuliza okay ni nini mbaya, ati ni nani walikuwa nakupigia usiku. Ni kushangaa okay, contact yangu iko na wasichana ama okay, maybe it was a man, it was a customer or something, maybe alikuwa anaulizia kitu and that is jioni kuanzia 5 to 7. Sasa ni time ati usiku saa 7 usiku saa 5. Maybe alikuwa anakuuliza maybe order or something. So ni ile tu nataka kuongea private na customer, unaenda kuongea na yeye. Ati so what was mlikuwa mnaongelelea nini? Mbona ulitoka? Wezi ongelelea hapa. Sasa I'm like, okay, see, I need to talk to someone. Yeah, that's a very like nizieke hapo, labda ni customer alikuwa anatula argue about something na sitaki kuileta on the table because that is work na mimi niko kwa nyumba. Siwezi leta issues za job kwa nyumba. Ati tunangombana na client. So ati mlikuwa mnaongea nini? I'm like, kwani hiyo time mbona ungeniuliza? Fanya nilirudi, si ungeniuliza kwani ulikuwa unaongea na nani? Nikwambie umeyeka the whole night, the whole day. Amejua ni nani sana confirm. Sasa ana confirm, yes, kumdanganya the whole night, the whole day. Yeah, that's a long time. Now on your side you thought mko sawa. Juu alilala aoneshi anything the whole day, and text like ati I have an issue. Tunaongea tu vizuri, ulitoka nilitoka nilienda job nini job iko aje iko fiti, bado tunauza tu, that is it. Guy, kumbe jioni ni mashida najiendea. Ni insecure, alafu ni zile za like akienda job, unajua sometimes alikuwa night shift. Ni zile ameenda job but usiku lazima make sure ameku video call. Ndio make sure like ana make sure like ako na insecurity like ati maybe umeleta msee kwa nyumba, like do you even have the time? Like okay, sasa okay, aje wow. Ati lazima video call, you go around the house. Jesus, you go around the house. Yes. Yes, ni video call. You weka back camera and around the house. Hiyo hata sasa kama ni insecurity, hiyo si hata si insecurity, hiyo ni manze nilikuwa nachoka.
Ushaichoka. That is too much. That's Hata too kama- much pressure. Like video calling is okay, but now ya kuzunguka kwa Uzunguke. nyumba. Uende. Anakuonyesha Na first mbona of all, ulikuwa anakuonyesha unazunguka? sikutrust. Imagine Ukaniambia Mtu mzima unazunguka tu na unasema mtu mzima over 18 naamka na kamera. Guy, proof babes ati hakuna akisi unaona hakuna sasa unamwambia. yani So, like that's alikuwa exactly anakuonyesha what si ati it is. anaficha like anakuonyesha hakutrust. Yes, Imagine. and trust kabisa. Like he doesn't. Mimi thought Hebu anakuambia sasa- na kanjia kingine. Hebu phrase that kuzunguka. question by the way. Like anakuuliza uko na Okay, mtu kwa nyumba? anakuambia no, like okay, maybe tumeka kwa nyumba, ananiambia mi babe lazima nikupigie usiku nijue nione uko peke yako. Wow. Mi nakuogopa unaweza leta msee kwa Wow. nyumba. Sasa kai like okay, chali yako anakuambia kitu kama Chali. hiyo. Imagine. And you continue to That's stay in Ati a mi najua relationship. maboi wa hii area wanakutanga wanakuchocha alafu the next minute wanaingia tu kwa nyumba na wanakaa na wanasijui fanya nini. Kwani wewe ni Kwani wewe mjinga? ni Kwani na mjinga? nini ni mjinga aje? Ploti mzima watu wanajua tunaishi na Unaishi na mchali. boy wako, Alafu naleta tunaleta- machali usiku Eh. na wasi wanajua anaendanga job night. night shift. So I'm like, guy, okay, how do you even think of me like that? Wow, that's mistrust. Aje? Maybe Like security ilikuwa is just inanichosha weird. at some point. Like amerudi na stress zake. Yeye ni ule msee ametoka na stress zake za job analeta kwa nyumba. Amekuja, ameingia, umemsalimia ati sijui nini, siki kuongea, ati let me cool down. Okay, anaingia anaoga nini, basi mimi nimekaa kwa kiti, so I'm like let me wait for him akuja tuongee what's happening. Maybe ni story ya job. Amekuja amefura sijui nini, ananiambia hata sijisikii kuongea nini hao si job alinijaa. So I'm Sasa like ameleta okay, feelings zake ameleta hapo. feelings za job kwa nyumba, and I'm like guys, you just leave that Huko nje. Yeah, so that yeah. at least we just stay well to have our time vizuri nini. Za job zinakuanga na hiyo ni kawaida. lazima. Si uzitoe na huko unilete hizo manini ma feelings alafu you just talk anyhow to me. So kitu kidogo tu anakurudishia just because alikasirishwa job. Mi nilikuwa nachoka Haki utachoka. that thing. Alafu ni zile za okay, maybe mmekosana because of something, maybe kama hiyo story ati nilikuwa naongea na nani. So inafika mahali mmekosana like kabisa. Alafu ni msee anakuja na kuambia ati I need space. Sasa okay, I need space. Sasa space ni ya nini? Like, kwanza mtu akishaanza kusema you need space. Ai, kwanza mwanaume red flag. number 1. Red flag. If someone tells you I need space, anza tu kupack na ujue sasa That's this true. is Hapo the sasa end. ndio nilionanga nini red flag na nikaona by this thing by the tuna force. Mna force issues Mna sasa. By the tuna force. Mi mwenyewe na force because me I'm 24/7 working. Niko kwa hoteli, I'm working even Sunday. Mi sina time ya vitu zingine. Mi sina time ya vitu zingine ati wanaume kupatana na wanaume, having time to talk to them. Okay, nitawaongelesha, when do I meet them? Nitawapatana nao sasa. Niko job. So nimeshinda nimechoka, then na yeye pia naongeza vitu zake. Mpaka sasa ilifika hiyo story ati night shift anaenda night shift. Ilifika mahali mpaka akaacha job. Julia? Yes. Akuchunge? Yes. It was that bad. Kama uko na Are you insecurities serious? hizo zote. Yes. Wow. He Now, quitted the job. Akae home Yes. sasa. Akae nyumbani. mtakula nini sasa? Si Joyce anafanya kazi. Okay. Oh my God. Joyce anafanya kazi na anapatanga tips. Atakosaje unga ya kila siku na maybe some nyama ama nini? Na yeye alikuwa anafanya nini? Anakaa kwa nyumba na watch nini, anacheza PS. Guy, Kwa expensive. Wapi? I know. Are you serious? You stay in the house, the woman is working for you. yes. Na Ana- si ati you got fired. He quit. Ai. Akufutwa. Alisema mi sitaki job ati alipeana excuse ati ataki job ya night shift just because hawezi kosa kwenda night shift. So he had to quit. So akasema like alipeana kama excuse because he was okay with night shift. Si ati ni kazi mpya alikuwa anaanza like unaenda interview alafu unaambiwa utakuwa unaenda night shift. Hiyo ni kazi alikuwa ashaanza. So ilikuwa tu excuse ati amechoka na night shift, but of course hakuwa amechoka nayo. Ni insecurity tu ilikuwa like Anaona akikuacha.
alikuwa naona hata kama nina video call mzima labda alikuwa hapo nje after video like guy, it was that energy like after hiyo story yote ana spend time yake yote akifikiria Joyce anafanya Joyce anadu anaweza kuwa na mwanaume like get yourself busy doing something bana me I'm busy so be busy too. Imagine like, job the whole day you even have time to cheat. Sina by the way, kama you're my partner I'll never ask you ati ulikuwa okay, naweza kuuliza maybe ulienda wapi, umeshindaje, nini but si ni kufuatilia ati kila ulitoka hapa ukaenda hapa, ulitoka hapa ukafanya nini ukaniambia unaenda business, wewe kama hata si business trip unaenda, wewe enda imagine you go, wewe bado utarudi wewe imagine go and have a lot of fun. Kurudi ukiwa mzima, tushukuru Mungu, tunashukuru kama stima kirudi, shukuru Mungu. That is it. By the so me, I don't like this toxic thing. So and mostly me ndo nakwanga affected because unaonanga like you give your all. I've seen you in relationship unajipeananga tu your all. By the way, me ujipeana my all. Kama ni time guy, ili niende job 1 hour nirudi. Kama ni mabeshte mimi mpaka mimi usahau watu sana. Na keep off. Kama unataka niacha mabeshte akina nani akina sawa, Achana. That's what you want. If it takes me to live there, I'll live. Kama hawa by the way, guy. Mpaka uliambia utuache. Imagine. And I kept off. And we've known each other for wacheni niwaambie by the way kama is a bitch. We've known each other for our whole lives. Alafu mdiga anakuja anakwambia achana na wao. And she left us, now look at her. She's back babies. But anyway, it was a lesson for me. But it was a lesson, but anyway. Unasoma ukisonga. Unasonga kama injili. Iendelee bana. Me personally sijui kama haikuwa one-sided relationship. It was a mutual relationship. Nasemanga hivyo. Until you know tu pia kuna relationships. We knew each other from high school. We dated for 5 years. Tukaendelea hivyo. So by the time muna grow up, tulijua tukiwa underage, si ndio? Ushakuja huku umeingia kampo, you've known a lot of people, then differences zenyu hapo ndo zinaingia. But we were so in love that no one was willing to leave. But akona dem kampo yao, niko na boy kampo yetu, but tunaambiana bado tuko kwa relationship. You know those stupid things like mtakubali mmeachana. Mimi ninaona text ana text dem, yeye anaona text na lakini tunakuja tu tunatafuta two reasons minor za kukaa tu hapa pamoja to a point that you don't even have something to say. All you can do is make out and mulale and hope and kesho itakuwa a different thing. It went even to time we broke up. We could see each other, anakuja hadi dem yake anampigia na niko hapo, they talk, anamdanganya sijui yako wapi. Same with me, as in it took so much to just break hiyo pattern ya toxicness. But it was too toxic to design ile, as in we did a lot of crazy things. We taught us easy sema on camera, but me sitting down and looking back niko like really mbona hadi nilikuwa nafanya hizo vitu. As in I feel so stupid. I feel chali yako wananionanga aje. Ati ni chali yangu na ninajua ni chali yangu, niko kwa relationship, lakini kuna huyu dem anamcall hadi anamuuliza ati toke nimeisha. Na wewe sasa unafeel jealous ama au feel anything juu ni kama I don't have the right to unaget. Mko kwa relationship lakini hauna right ya kufeel vibaya because ako na mtu mwingine to a point. So the time sasa ilienda overboard. Before sasa apate yule dem mwingine, tulikuwa mimi na yeye tuko kwa relationship, then ako na dem mwingine. Akaniambia alipata hiyo dem, so tulikuwa na breaks za every now and then. Tuna break up mwezi moja, tunarudiana mwezi mwingine, tuna break up tunarudiana, tuna break up tunarudia hivyo for like a whole 2 years. Na akapata dem mwingine, ananiambia dem, mimi siwezi acha Kezia na siwezi kuacha na wataka nyinyi wawili. Then he comes to me ananiambia mimi heri niache huyo dem, tuseme aitwa Vero, heri niache Vero lakini mimi siwezi kuacha. Then naona text anaambia dem mimi siwezi acha Kezia na siwezi kuacha. Then uko like it's just a what am I even doing here? Like hizi vitu zingine na hii relationship there is no inaenda
vitu tunafanyiana kwa hii relationship ni utoto, ni upuzi, but you're still holding on to something I don't know what yenye hata haiko. Wewe Unachoshana tu. uko like unataka iende ama unataka ikae, ulikuwa wapi exactly? Okay. Okay, nilikuwa nampenda, yes, but nimegrow, I found new people, I found new. Oh yeah, because it was high school thing. It was high school. Umekuja umeingia campus, it's another life and another different life. He's the kind of person that hatuonani tuko in a long distance relationship, si ndio? Mimi niko KU, yeye ako MKU, so hatuonani sana, maybe weekend, si ndio? Nisiende bash, mimi the person who loves to rave, and campus was all about raving. Apart from masomo na kurave, Hakuna ingine Hakuna by the way. campus hakuna kitu ingine. nisiende. Kwanza wakumbuka sisi tuko tunaanza rave Thursday until Sunday. Sasa mimi nitakuwa nafanya nini hizo siku? He's calling, tumeingia bash, hata ni call for a whole hour, watu wako bash, tu niko kwa simu. Ninaingia bash 30 minutes, tena ananicall another whole hour, as in it was so tiring. But one thing yenye najiulizanga, tunasemanga watu wengine walikuanga toxic, tulicontribute aje? Maybe pia sisi tulikuanga toxic na wewe na hatujai. Okay, me personally nishaikubali. I was toxic because I cheated. Si ndio? I cheated na sikutaka aniache juu ya hiyo, but mimi nilikuwa nataka nimwache juu he cheated. So maybe to him he started cheating because I cheated. And maybe to him anasemanga mimi I was the toxic one. Yeah. So pia So that toxic, it doesn't have to be. So ndio hii story yote ianza kupungua, you cheated. Yeah. Oh, ndio sasa story ianza inapungua sasa. Okay, me for my case, okay, let me say the truth. Me, I wasn't cheating. Okay, had never cheated on him. Okay, sikuwa like, okay, cheating ni ile you're with someone, like the way you see him is the same way you started seeing another person. Mmeanza date, mmeanza ku hang out pamoja, some romance and all that. Mi sikuwa ikuwa na kitu kama hiyo. I didn't even think of. Nilikuwa naenda out na mabeshte wangu, but at long last nitarudi kwake. Kama siyo hiyo, most of the time mi nikienda out, I was going with him. Heri niende na yeye, ndio nisipate like temptations out there, ama nianze kukatiwa na watu huko nje. Because there even some friends wake walikuwa wananikatia live, and I'm like, mi siwezi. I can't. Walikuwa wananikatia like, na nilikuwa najua, but yes, okay, I don't know if it was me, but walikuwa wananikatia live, and I'm like, no, me, I'm stagnant where I am. I stand with what I am doing, na najua Kenya, na najua boundaries zangu na principles zangu venye nimejiambia. I'm here and just here. So nikaanza kufunguka, and I'm like, hapana, mimi acha nione life ingine sasa. Acha nijifungue hii milango sasa. Let them come now. So ilikam wacha wakuje sasa, because I need to be out of this life by the way. Na sijui nitatoka aje. So Kenya nitafanya ni I just open up, you welcome other people. They talk to me, nijue vitu zingine, maybe kuna vitu sijui, options zingine, maybe they are better people out there, maboy better huko nje kuliko this thing I'm handling here. It is not even appreciate anything. So maybe let me just open up. So hapo ndio nikafunguka sasa. I opened up my life to this. I think ushaikuwa toxic. Okay, let me put it like this. Mimi nikipata in a situation where nakatiwa, I find myself nakatiwa na watu wawili, friends at the same time. I've had this situation, situations where napata two guys who are friends wananikatia at the same time. So at that point, uko like, who do you choose? Pengine kuna mmoja ambao unajua for a longer time, and you don't want to hurt him because amekukatia for a longer time. Na kuna huyu mwingine you've met probably at different situations or in the same situation, na anakukatia knowing huyu mwingine anakukatia. So that was my situation. Niko hapa niko like, bado sijaingia in a relationship with this guy completely, na kuna huyu mwingine mwenye ananitaka at the same time, na ni rafiki yake. So mimi, I think I was flirting with both of them. So when this relationship was beginning, alikuwa mistrust.
unaona nimecause mistrust from the beginning. So if there was love there at the beginning initially between the both of us, pengine ilikufa because of the flirting between the guy that I intended to date and the guy I didn't intend to date. And because they are friends, men talk a lot. They talk a lot. Friends. Yes, they are friends. So maybe that was the reason why he didn't love me as much as I did, because me nikiingia kwa relationship I am maybe he thought mimi naelewa huyo boy by the way. Maybe he thought this is a open relationship. But then maybe he was like relationship. Sia uko na mimi saizi, maybe pia uko na the other friend when I'm not. But I made it very clear. It's you I want. It's you I wanted from the very beginning. You knew that. But you know, but maybe kuna ukishaona it's very hard to ukisha point out that thing is there, like kufikiria like this thing ended ama hii kitu haiko like enyewe venye amesema she mean it, but hata kama aliona kale ka kitu bado anafikiria like kanaweza kuwa kanaweza but then the guy was dating now. He started dating and this guy we started dating, so he knew like I've made my decision. Lakini akosangi hiyo thing. Saizi mimi najua unajua chali yangu, si ndio? Then unakatia chali yangu. Na unajua ni chali yangu. Alafu wewe pia ati unakatia chali. Na mnajua we are dating, as in how does that even start? Okay, you happen as you kuwa, but that is disrespect to our friendship, to me. That's true. Na unapata hizo relationship haziendangi mbali. They won't. Ati mnakuliananga mademu na really. Okay, si ukule tu anyone uko wa nje, not my best yako. Si utafute na venye ni mbona unataka huyu? Kuna Kenya na understanding ipo nje ya date. Mbona unataka huyu? Baba ulikaa hapo. But anyway, alafu unajua mademu wanakoseanga like kuna navaya tumepatana saa hizi sisi ni mademu like mimi najua chali yako like tunajua machali zetu wewe unajua machali tunajua hivyo like okay, alafu nakuja hapa nakwambia anakuanga hivi akitoa shati ukiona kifua alafu game yake wacha tu sijui nini atashana hivi. Okay. Mbona nenda nitafute huko na uliniambia alafu ikuwe ni the kind of guy mi utaka. Back to basics. Basi me and you ain't even friends. That's true. Mbona sasa maybe anaweza kuwa hivyo perfect, anaweza kuwa my perfect guy, anaweza kuwa kitu mi utamani, lakini he is your guy. So I respect you. That is where I disrespect our friendship and the friend and your relationship, you and your guy. So upon your disrespectful sasa disrespect inaingia. Lakini mtu akishafikiria hivyo and then you have a time of drinking together, you will do it. Hakuna ni kweli ukifikiria hakuna. There is this saying, skiza sisemi I am for disloyalty, I am 100% loyal, but this is something that when you think about someone you will hide kwa pombe. Ni kweli, you will hide kwa pombe. Sisemi chali yako ama chali ya mtu kama huyu, nasema ukifikiria ku make out na mse utatafuta time ya kuolewa. Ukishalewa and because you don't want ndio utamtafuta because you don't want to do it well sober. So drunk thoughts are sober mind, whatever they say. So kwa hivyo kitu umemean kuifanya ukiwa sober. So the disrespect is still there. It's still there. The disrespect is still there, si ndio? We can agree on that, si ndio? So mimi siwezi kubali on anyone mwenye alikatia chali ya demi yake ama chali alikatia demi ya best yake. That is totally disrespect, na mimi stay agree na hiyo. Na at hiyo time yote by the way you've not been my friend by the way. Utakuwa best yangu because there is no way you'll have a thought of my unaweza kuwa na thought za chali yangu. While mimi najua wewe ni best yangu, like how that is the last and the least. You're supposed to use my boyfriend as your brother. Exactly. Kama mimi ni sister yako, see my boyfriend as your brother. That's 100%. Like kitu mimi kwanza mimi sitakangi kuparana machani ya wenyewe. Mimi kwanza mimi sitakangi, mimi unasikianga kikitu unaona ama dema naona ni kama unaangalia cheni kama alafu maybe tuseme mimi ni fine kuliko uniliko na mchali yako na demo na hivyo.
Mimi sasa kupatana na machaliza wenyewe me I don't like. Yeah. Because okay, I'm fine. But anyway, see, okay. But sipendi like hiyo kitu. Yeah. Unapatanga like hata dem ameweza kukushuku, unaona? Mm-hmm. So, But what do you think causes people to stick in toxic relationship? Number 1, mbesa, money. money is one thing. Yes. Sex is another. Yeah, Sex is another. A very big impact. Yeah. Like hiyo ina carry kila kitu. Sex by the way Yeah, inaweka it's mtu sex. mahali. Sex and money. Let me tell you, Yeah. for money, there was this girl, a lady friend of mine. Huyu mwanaume amedate wanawake wanne at the same time. Wote wako na anniversary ya more than 6 years. 4 different women who are living along Thika Road. Wamepangwa na wote wamewekwa. Kuna wanaume hawa Subaru wachana na wao. Mutaeko na Mutaeko, nigga has money, nigga na celebrate anniversary na nigga has been with you for 6 years. 6 years. Let me tell you. This guy was beating up this lady. Anamchapa. Beating up nayo hapana. Kuna wale utapwa na wanakaa. For real. And this guy is anampea pesa ya nyumba, analipa nini, analipa bills zote the guy ako nazo. Ana handle. Lakini huyu msichana akichapo. Na atachapwa ile kichapo ile like you see the bruises and all. She actually have bruises. And she's a beautiful lady. Kesho Vasha. Diani Masai Mara. Na alipigwa jana majuzi. Jana. That is how unashangana. Sasa hiyo ni pesa sasa imempelea. Alafu say huyo dema kokoni ushago. Nikaangalia, wacha nipigwe tuende Vasha ama niachane na vitu nirudi Muranga. Maini. Guy, mimi na way. Kama unatoka tu by this life kukacha up by the squeeze ikwangi ngumu. Like just go, toka tu. You never know opportunity. Imagine toka tu. Like toka tu. Mimi kama nilitoka tu. But kutoka tu. Lakini sasa hiyo kutoka tu. Wake up one day and be like, imeenda. It's a process. There is something that wanawake wameambiwa mwanamke ni kuvumilia. Like you've seen your mother, your shows, your nani anapigwa ama mwanaume ako na madharau, ako na mabibi huko nje, but you know mwanamke ni kuvumilia. Whatever the man does, unavumilia. That is another thing that is keeping people up. Alafu unaonanga like okay, si nani upigwa na hako tu. Hako ni mimi yes. Ama nipige bora nisomeshe watoto ama bora janiua. Wacha watoto. Imagine it's wrong. Unajua na kugonga kitu. Na kugonga tu vibaya. Also people are desperate. Very desperate. Unakaa hivyo maybe unaona huyu boy nikimwacha nitapata mwingine. Maybe there is one thing about him yenye ni poa. Unashanga nitapata mwingine mmoja ananifanyia hivi. Ama niende nikose boy ama people are desperate and they are desperate. Kuna watu wanaogopa kukaa single. That's true. Yes. Kwanza hiyo Kuna watu wanaamini they can't stay single without a man. And that is a very bad one. You better choose loneliness. Yes. Hata kama muongei, hata kama wewe bora unajua unaendanga kwa my husband's house, hata kama hiyo nyumba hata ni mess ingia tu. Haina amani, haina anything. Wewe bora uko kwa relationship, bora you have a man. That is very bad. It's very bad. Hiyo ni kutojipenda, imagine. Like okay, kuna wengine alafu ingine watu wanafanyanga, but this is for the older couples. Ati ni ile tu like ile tu uonyeshane uko na bibi like ile inaitangwa aje like just a symbol you have a wife. Like okay, watu wasisemange kwa kijiji ulioa tu bibi akaange hapo. Wewe ufanye vitu zenye utafanya wewe bibi. Kuna mwingine nilisikia kwa Maina like the man has never touched that woman for like 7 months for 7 years. Yes. He has never touched that woman. Nothing like yeye ana providing tu. Yeye anajua tu yeye ni watu sichana sasa huko nje. Tu sichana tu. Na ni alipiga simu akasema akaambia Maina. So kitu kingine ni watu dating when they are young. To love yourself. Choose to love yourself first. Love yourself manze because guy it's you. The second person who comes in, you will be able to give the love. Lakini kama ujipendi mama, kama ujipendi, imagine you will just die. Alafu another thing with ladies, learn to me Kenya nimejua ni imagine ngoja upendwe alafu upendane. Kwa relationship because ladies mwanaume akupende. Alafu ladies we can pretend. Like unaweza pretend. Like okay unampenda yes but ujampea ile
Yeah, like the 100. Like okay, we ngoja tu upendwe because wasichana mi vitu naonanga kwa Edgar vitu depression, wasichana wako na depression vitu guy toxic things na that is because dem alipenda 100% like love yote so yeye ndiye anaumia machali huku hizi streets na ni century ndani madem hata si madem most people wanaona ni kama marriage is the ultimate goal like una live life just to get married. If you don't get married umefail kwa life and that is very wrong. Even though watu wanaenda kwa toxic relationship wewe bora uko kwa relationship uliolewa sasa watu wanajua uliolewa sasa utaki kutoka kwa hiyo relationship juu watu watasema nini watu wataambia watu nitaambia nini wataambia watu nini that's another thing that is juu mtu alienda akaolewa anaishi lavi next minute ati mtu anaishi Kirigiti unashangaa wacha tu nivumilie ati mtu anaishi Sikuji kama doni ama umo lavi na umo like unaogopa hiyo kitu actually hiyo ni kitu kingine inafanyanga watu wakae kwa relationship nitaambia watu nini because I know au ndio kwanza ucha hapo amekaa bado kwa relationship alafu akasema we need to officiate our relationship. The relationship has been toxic all along and they need to officiate probably it's going to like kukua boundary ya kuwa kwa the next level of a better relationship. Let me tell you, officiating was the worst thing she did. How can you even officiate something that hata haiko steady? Haiko. Lakini sahi yako like I can't go. Nana Chapanga, she's pretty, she has money, she has everything. But watu watasema nini is the only statement inamweka kwa your relationship. Imagine choose you first. Also another thing, let us learn to make ourselves happy. Ukishajua kujimake yourself happy you don't need another person to make you happy and that way you will always choose yourself. Tafuta kitu kana kufurahisha if the man I can't even speak this loud enough, just know how to make yourself happy. Even ndio utajua choose, that is how you start loving yourself. Like tafuta hustle, have your own money, especially have your own money. Yes, do you kama ni kwenda out club aiambiwangu ati lazima mwingie chani na dem. Yes, go out na madem, si lazima na maboy. Enda na madem, enda kama ni ukiwa peke yako, enda have lunch, jibambe, kula lunch yako, kula vizuri. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to be. Unaweza hata mchukue madem uende Uhuru Park. Mkae mpige story the whole of Sunday evening. Mpige mapicha, go home, you'll be happy. Stress imekutokea wapi hapo? Hata boy ashinde hapa amekuja amekasirikia, wewe unaenda tu through picha mlipiga leo mkikumbuka story. Yourself. Like say ni choose yourself. Love yourself first. Ile kabisa. Kabisa. That's true. Now we have to final remarks briefly to malize because time is not on our side. My final remark ilikuwa make yourself happy, find ways to be happy because toxic relationships are leading people to depression and depression ni saizi ina affect almost kila mtu. It doesn't matter age, sex, status, ina affect kila mtu. So make yourself happy and if a relationship is toxic just do your best and get out of it. Maybe hapo mbele ndio kuna brighter future ama na opening brighter for you. Ama boy next door. But anyway, like okay, if it is toxic it's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. Like just talk to, get a life, move on. Imagine just move on. Squeezy. Okay, let me say not squeezy, but inalingana na the capacity of love. But moving on, just ifanye ni kama si kitu ngumu. Like hiyo kitu itaisha tu. Jiambie this thing will just end and I'll move on. Acha niingie hata heri ujikeep busy niseme now it's my time. It's my time to shine. Yeah baby. Yes. Like si lazima ukuwe na mwanaume. Toka. Yes. Huku nje si ati ni kugumu sana venye unafikiria. Me I thought by the way ukishatoka ndio unasema okay, me I thought by the way nikitoka like guys sasa nitaanza wapi? How? Like ukishatoka unajua. Unafikirianga nianzane na mtu tunakatiana. Tuanzia what's your favorite? What is your favorite? What are your hobbies? Streaming. Your favorite food. So we toka ukiwa na nini zako, uko na rules zako. Mimi nikitoka nje natafuta hii. Kama nimesema nitaka single for 2 years, hizo 2 years niko single. Kazi ni pesa. Yes, mimi kazi ni kutafuta pesa. Utafute pesa yako, jiweke vizuri, maisha itakuwa sawa. Maka pick up, piga filter.
fanya TikTok. Explain ukionana. Na kesho inafika na maisha inasonga by the like make this life Same here. Choose yourself. Choose to love yourself. Choose you because you are the first person you should love. Like if you ask right now, who's your favorite person? If it is not you, who else? Imagine choose your child. To my boyfriend. Who is your favorite person? Me. As yourself, love yourself first. You are your favorite person. Yep. Please do not choose anyone else except you. Hivyo tu ndio nitasema. Because when you take your time after a toxic relationship, you have a lot to learn and you realize you can have a lot of fun alone by yourself or with your friends, you know. So choose yourself and love yourself first. So guys, we are going to wrap up hapa kwa sababu if you talk like this tutaweza ongea for so long hatuwezi maliza. So thank you so much for watching and stay tuned for another amazing episode of The Talk and Wine. Until next time, bye bye.